tena na Ibrahimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Maiki bado sijaipata, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mawasiliano ya Mungu yakata kabisa. Jamani, tuko pamoja? Kwa nini mawasiliano ya Mungu yamekata? Ni kwa sababu Ibrahimu ameamua kuondoka na mtu ambaye Mungu hamuhitaji kwenye maono. Mungu hamuhitaji kwenye ile misheni. Mungu hamuhitaji kwenye ile huduma. Na kwa sababu Ibrahimu amejichanganya, kwa sababu ya kuondoka na Rutu, mawasiliano baina ya Mungu na Ibrahimu yakakata. Mungu akaamua kunyamaza kimya. Bwana asifiwe. Mungu aliponyamaza kimya, safari za Ibrahimu zikaendelea. Alichokifanya Mungu nyakati zote hizi, Mungu alihakikisha anamlinda Ibrahimu. Alimlinda kila alikokwenda. Hakuruhusu mauti, hakuruhusu chochote, lakini Mungu alinyamaza kimya, hakuzungumza na Ibrahimu. Lakini ni Mungu aliyesema lazima utoke. Lakini Ibrahimu akatoka kwa makosa. Haleluya. Kinachomnyamazisha Mungu ni mtu ambaye Ibrahimu ameambatana naye hatakiwi kwenye maono, kwenye ndoto na kwenye misheni ya Mungu. Bwana asifiwe. Ukiendelea kule kote, unaona Ibrahimu anakutana na njaa, anatoka pale, anakwenda Misri, huko anakwenda, anaongea uongo, lakini anatoka. Mungu hazungumzi wala hafanyi chochote. Alichohakikisha kwa Ibrahimu ni kutokuuawa. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akanyamaza, safari zikaendelea za Ibrahimu, zikaendelea. Mungu hakujifunua tena kwa Ibrahimu. Bwana asifiwe. Maono au huduma aliyopewa Ibrahimu haikutakiwa kuambatana na mtu yeyote. Alitakiwa atoke yeye, asiondoke na Rutu. Hata kama alikuwa anampenda, hata kama Rutu alikuwa ni mzuri, lakini kwenye ndoto, kwenye maono, kwenye misheni ya Mungu, Rutu hakutakiwa. Kwa lugha nyingine, Rutu akawa sababu ya ukimya wa Mungu katika huduma ya Ibrahimu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ibrahimu anaonyesha alimpenda Rutu, lakini Mungu alitaka mtenganishe na ndugu. Na kitendo cha Rutu, cha Ibrahimu kuondoka na Rutu, ni kitendo ambacho Mungu aliona ya kwamba bado Ibrahimu anashikamana na ndugu zake waliokuwa wanaabudu miungu mingine. Na ndio maana Mungu alinyamaza baada ya Ibrahimu kuondoka na nani? Na Rutu. Na Rutu sio kwamba alikuwa ni mbaya. Jamani, tuko pamoja? Rutu hakuwa mbaya, hakuwa na tabia mbaya. Rutu alikuwa ni mtu mwema tu, lakini kwenye maono, kwenye huduma ambayo Ibrahimu amebebeshwa na Mungu, Rutu hakuhitajika. Rutu hakutakiwa. Ndio maana Mungu anamwambia, toka wewe uende mahali ambapo nitakubariki, nitakuinua, nitakuzidisha. Lakini agizo la Mungu ni Ibrahimu aondoke peke yake. Bwana asifiwe. Mungu, nimesema Mungu akaamua kunyamaza kimya kwa sababu Ibrahimu ameondoka na mtu ambaye hatakiwi kwenye nini? Kwenye maono, hatakiwi kwenye huduma. Kwa hiyo Mungu akanyamaza. Ibrahimu anapata njaa, Ibrahimu anazunguka kila mahali. Mungu hakujifunua wala hakuzungumza tena na Ibrahimu kwa sababu ameambatana na mtu ambaye hatakiwi kwenye huduma aliyobebeshwa Ibrahimu. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Tuko pamoja? Bwana asifiwe. Baada ya hapo Mungu akanyamaza, akamwacha Ibrahimu aendelee pamoja na nani? Na Rutu, pamoja na wale wafanyakazi aliokuwa nao. Lakini ukafika wakati kuna vita ikatokea baina ya Rutu na nani? Na Ibrahimu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ile vita ilikuwa ni ya wafanyakazi wao kugombana, kwa sababu eneo wanaloishi limekuwa dogo, mifugo, mali zimeongezeka. Kwa hiyo kukatokea ugomvi, na ninajaribu kufikiri kwamba yamkini kwa kuwa Mungu alikuwa amenyamaza muda mrefu, inawezekana hata hii vita ilisababishwa na Mungu, angalau Ibrahimu ashtuke kwamba bado ameambatana na mtu ambaye hatakiwi kwenye kusudi la Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kunatokea ugomvi. Hebu tuende tusome Mwanzo 13:14. Ugomvi ulipotokea ukapelekea Ibrahimu na Rutu kufanya nini? Kutengana. Haleluya. Wakatengana, mmoja akaelekea upande huu, mwingine akaelekea upande mwingine. Walipotengana, kila mmoja akawa na eneo lake. Soma Mwanzo 13 mstari wa 14 na wa 15. Tasoma. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Rutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. 15. Maana nchi hii yote ulio nayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Haleluya. Hebu rudia mstari wa kwanza huo, mstari wa 14. Anasema, Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Rutu. Bwana akazungumza na Abrahamu baada ya kutengana na nani? Na Rutu. Kwa hiyo mwandishi hapa anataka kutuonyesha ya kwamba kuanzia ile sura ya 12, safari alizokuwa nazo Ibrahimu alikuwa peke yake pamoja na Rutu. Mungu alinyamaza kimya. Lakini katika mstari huu wa 14 Biblia inasema ya kwamba Bwana akazungumza na Ibrahimu baada ya kutengana na Rutu. Kwa hiyo ule utengano ulipelekea Mungu arudi tena kuzungumza na Ibrahimu vitu vyenye nguvu, vitu vya kumbariki, vitu vya kumpeleka viwango vingine. Haleluya. Haleluya. Maana Mungu ni lazima atimize agizo na kusudi ambalo amembebesha nani? Ibrahimu. Lakini hapo mwanzo Mungu alinyamaza kwa sababu Ibrahimu aliondoka na mtu ambaye hatakiwi kwenye kusudi la Mungu, akapelekea Mungu kunyamaza. Haleluya. Hebu mwambie jirani yako, Mungu amekupa agizo gani? Haleluya. Agizo unalijua ulilopewa na Mungu? Bwana asifiwe. Agizo unalijua au umebaki na lile enendeni ulimwenguni mote mkahubiri? Sio ndo agizo? Lakini mimi agizo ambalo umepewa wewe peke yako. Ibrahimu agizo alilopewa ni kutoka, apende asipende, atake asitake, kwa sababu kwenye ile jamii Mungu aliona huyu ndiye atakaye weza kutembea katika maelekezo yangu. Sasa muulize jirani yako, umepewa agizo gani? Bwana asifiwe. Maana yake kama huna agizo, hata unapokuja kanisani unapoteza muda. Mchungaji, leo nitafukuza watu wako. Jamani, haleluya. Haleluya.
hujui agizo, kama hauna agizo, ama unajifariji una agizo lakini hulijui agizo, nataka niseme kuwepo kwako kanisani ni bure. Maana unakuwa kama wale watu ambao wanalala na kuamka, hawana ndoto, hawana kufanya, wamebaki kuwa ni wapiga debe. Matokeo yake watu kama hawa ndani ya kanisa, shetani huwa anawapa kazi ya aibu ya kufanya, ili kufanya na watu ambao wana agizo. Sasa muulize jirani yako, na agizo gani? Na unamuuliza kwa kinyonge, yani naonyesha hata wewe yani una mashaka na agizo lako. Hebu mtikise, mwambie una agizo gani? Haleluya, haleluya. Mungu amekupa agizo gani? Maana usipolijua agizo ni shida. Bwana asifiwe. Usipolijua agizo, mwenzenu Ibrahimu alilijua kwamba anatakiwa kutoka, lakini akajichanganya. Sasa wewe usipolijua agizo, hata utakapojichanganya hautajua kwamba umejichanganya. Jamani, tuko pamoja? Natamani nijue wewe una agizo gani, mpaka umefikia hatua vya kuja kwenye madhabahu hii. Je, kuna agizo? Hello? Kuna agizo umepewa? Kuna agizo umepewa? Au labda eleweka? Haleluya. Maana kama wote hamna maagizo leo, na wafuta na baki peke yangu ndani. So mimi ndio nina agizo. Bwana asifiwe. Nani ana agizo? Haleluya. Nani ana agizo? Nani ana maelekezo kutoka kwa Mungu? Nani ana maelekezo? Haya, ngoja nibadilishe, inawezekana Kiswahili hakijaeleweka. Nani amepewa majukumu ama wajibu wa kufanya katika nyumba ya Mungu? Je, kuna wajibu umepewa? Kuna majukumu umepewa? Ama wewe ni wa kuingia na kutoka? Kwa sababu Mungu hawezi kuonekana kwako wakati hakuna kinachomfanya aonekane kwako. Yeye anasema analiangalia neno lake kwako. Sio kwa sababu ya uzuri, sio kwa sababu ya mwonekano kwamba Mungu akuhudumie, no. Analiangalia neno lake kwako apate kufanya nini? Kulitimiza. Sasa kama hakuna agizo, hakuna maelekezo, hakuna wajibu, maana yake ni kwamba Mungu hana muda na wewe, hana cha kufanya na wewe. Bwana asifiwe. Na hisi ujumbe huu utakuwa ni mgumu sana. Haleluya, haleluya. Na muda wetu umeisha. Nimeuliza nani mwenye agizo. Mimi nataka kuzungumza na mwenye agizo. Nataka kuzungumza na mtu ambaye ana maelekezo. Nataka kuzungumza na yule mtu ambaye anajua ni nini anapaswa kufanya kwenye nyumba ya Mungu. Na kama kwamba Mungu amekupa maelekezo namna ya kuenenda katika nyumba ya Mungu, utakuwa na aina ya marafiki, utakuwa na aina ya watu ambao watatembea na wewe katika yale maelekezo. Haleluya, 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 haleluya. Biblia inasema Ibrahimu anaambiwa atoke, na alipotoka akatoka na mtu. Mungu akanyamaza, lakini baadaye kukatokea ugomvi ukawatenganisha. Walipendana, Biblia inaniambia Mungu akarudi kwa Ibrahimu kufuatilia agizo alilompa pale sura ya 12. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sikiliza. Ukiwa na agizo, ukiwa na maelekezo, mtu unapookoka, lazima Mungu akupe kitu cha kufanya. Nilitegemea hata waimbaji wangesema mimi nina agizo la kumtumikia Mungu kwenye huduma ya uimbaji. Sasa wote wamenyamaza. Haleluya, haleluya.
Mimi nitegemea shemasi atainua mkono aseme mimi nina agizo la kutumika kwenye ushemasi maana nina mzigo ndani. Haleluya. Maana hayo ni majukumu. Bwana asifiwe. Lakini nataka kuzungumza na wale ambao wana majukumu ama wana mambo ya kumfanyia Bwana kwenye nyumba ya Mungu. Maana ili uwe na wajibu lazima uwe na mahali pa kuyafanyia. Ndio maana Ibrahimu akaambiwa atoke, kwa sababu pale palikuwa hapamfai kufanya majukumu ya Mungu. Anaambiwa aende mahali ambapo Bwana atamtumia. Bila shaka na wewe umeletwa mahali hapa ili kupitia agizo Mungu ameweka ndani yako akutumie, ukiwa mahali sahihi, ukiwa kwenye madhabahu sahihi, na Mungu aweze kukuinua. Haleluya. Haleluya. Sasa shida ya watu wengi wanapokuwa wameokoka, na hasa kizazi hiki, tunataka tuokoke na kampani zetu na marafiki zetu. Na hata tunapoamua kumtumikia Mungu, tunataka yani na marafiki zetu wawe pamoja. Hutaki kuachana na mtu. Lakini nataka nikwambie kumtumikia Mungu ni gharama. Gharama iliyo kubwa kwa Mungu ni kuachana na vitu ulivyokuwa unavipenda, na watu uliokuwa unawakubali, watu waliokuwa na umuhimu katika maisha yako, unatenganishwa nao kwa sababu ya kile ambacho umebebeshwa na Mungu. Haleluya. 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 Kama Mungu amekubebesha mzigo, kama Mungu amekupa jukumu, ukweli ni kwamba lazima akutenganishe na wale wote unaowaona ni watu muhimu katika maisha yako, wale wote unaoona ni watu wa maana. Vile vitu vyote unavyovipenda lazima Bwana akutenganishe navyo, uanze upya, ili atakapo kubariki usiwe na sababu ya kusema ni kwa sababu ya kampani ya marafiki zangu. Haleluya. Haleluya. Sasa wengi wanapitia changamoto na mikwamo mingi kwa sababu wanaambatana na watu ambao hawatakiwi kwenye huduma. Na huduma za wengi zimekwama kwa sababu tunakwenda na watu ambao hawakutakiwa kuwa pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Inawezekana tabia uliyo nayo imesababisha Mungu anyamaze kimya, kama alivyonyamaza wakati wa Ibrahimu alipokuwa yuko pamoja na Rutu, Mungu akanyamaza. Sasa inawezekana mtu wa leo tabia uliyo nayo inaweza ikamfanya Mungu akanyamaza kwenye maisha yako, na ile huduma yako ikabaki kuwa ni ya kawaida tu, ikabaki kuwa ni ya mazoea tu. Na huyo mtu unamuona hofu ya Mungu inaondoka ndani yake. Lakini kama Mungu aliweka mzigo ndani yako, atakachokifanya atakulinda na mauti. Lakini utapitia mikwamo, utapitia changamoto, utapitia mambo mazito, na yote hayo yanaruhusiwa kuja kwako ili ya kufanya mtu wa Mungu uamke, uweze kujua ni wapi ulipotelekeza kusudi la Mungu. Haleluya. 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 Chochote ambacho unakifanya, hata kama ni kizuri, hata kama unakipenda, lakini kama kinamfanya Mungu anyamaze kwenye maisha yako, unatakiwa uachane nacho. Hapo pagumu. Haleluya. 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 Rutu alilazimika kuachana na Ibrahimu, sio kwa sababu Rutu alikuwa ni mbaya, lakini hakutakiwa kwenye maono. Tuko pamoja? Hakutakiwa kwenye kazi ambayo Ibrahimu amebebeshwa. Na wewe mtu wa Mungu, unachopaswa kukiangalia katika utumishi wako, lazima uangalie aina ya watu ambao umeambatana nao. Je, wanakuwezesha kumwabudu Mungu?
wanakupa wepesi wa kuendelea kumtumikia Mungu. Maana wakati mwingine unaweza kujitengenezea marafiki wengi, ukajiona kabisa kwamba wewe ni mtu wa maana, kumbe wamefuata aina ya tabia fulani ulizonazo ambazo mbele za Mungu hazifai. Si mnafahamu kwamba hizi huwa anafuata nini? Anafuata nini? Haleluya. Hizi anafuata uchafu, uozo, harufu fulani, lakini pia mahali penye kidonda hizi hakosi. Kwa hiyo si ukafikiri kwamba kujifanyia marafiki wengi yani ndio kuonekana kwamba wewe ni mcha Mungu. Ucha Mungu wako utaonekana kwenye kutii maagizo na maelekezo ya Mungu. Na ili tuweze kuwa na marafiki wazuri, hiki ndicho Mungu alikitaka kwa Ibrahimu, aachane na watu wote huko anakokwenda. Maana yake ni kwamba Mungu angemtengenezea aina ya marafiki watakao msapoti kwenye ile huduma ambayo Mungu amembebesha. Haleluya. Na ndio maana Yesu Agano Jipya akasema kila aliyeacha kila kitu hapa duniani kwanza atapata mara 100 hapa. Yani katika Bwana. Kwa hiyo maana yake kama uliamua kuacha vitu, maana yake ukubali kuanza zero pamoja na Mungu. Na ndani ya Mungu utapata mara 100. Kama ni watoto, kama ni mali, utapata. Na hapa ndipo Ibrahimu anaambiwa aende huko, asiende na mtu bali aende na mke wake tu. Ili huko Mungu amtengenezee aina ya marafiki ambao watakuwa pamoja naye katika huduma. Bwana asifiwe. Na ili ujue kwamba Rutu hakuwa mtu mzuri, ukiangalia walipoachana na Rutu, yeye akaenda, Ibrahimu akaenda. Biblia inasema ukisoma ile mstari ya 13, 14 mpaka 16 katika hizo sura, Rutu alichagua eneo zuri, lakini kule lilikuwa ni eneo la maadui na alikuja akatekwa. Akanyang'anywa kila kitu. Jamani, tuko pamoja? Akanyang'anywa kila kitu. Maandiko yanasema Ibrahimu akaenda kumsaidia. Tangu Ibrahimu alipotoka kumsaidia, Ibrahimu akakutana na mtumishi wa Mungu akampa na sehemu ya 10. Hapo ndipo mwisho wa habari za Rutu, kuonyesha ya kwamba Rutu hakutakiwa kwenye maono ya Mungu aliyembebesha Ibrahimu. Na mtu yeyote ambaye hayuko kwenye kusudi la Mungu, hata kiigiza akafanya mambo kwa fotokopi, hawezi kudumu kwenye ile huduma, hawezi kuendelea kwenye ile nafasi. Kuna majira ataachia tu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Rutu habari zake zikaishia hapo tu, tunapoambiwa Ibrahimu alienda akamsaidia. Baada ya hapo amna habari za nani? Za Rutu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka kusema nini? Chochote ambacho unakifanya, ikiwa Mungu hawezi kuzungumza na wewe tena, ikiwa kina uwezo wa kuondoa uwepo wa Mungu, unafaa kuachana nacho, hata kwa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Hauna sababu ya kuendelea na hicho unachokifanya. Na hata kama unafanya huduma, kama haina matokeo, lazima urudi nyuma, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa matokeo. Mungu wetu ni Mungu wa majilio. Mungu wetu ni Mungu wa uvivio. Mungu wetu akishuka mahali hapo kuna uhai. Mungu wetu akisema mahali hapo kuna uhuisho. Kama Mungu hasemi, lazima ujitafakari, huduma yako imebebwa na vitu gani? Huduma yako imeambatanishwa na vitu gani? Kama kuna Rutu ndani yako, lazima uachane na Rutu kwanza, ili urudi kwenye agizo aliyokubebesha Mungu. Haleluya. 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 Ili tuone Mungu, ili Mungu azungumze tena, lazima tukague maisha yetu. Je, yana Rutu ndani yake?
Na kama ya Ruthu, maana yake lazima tutengane na Ruthu ili Mungu aseme nasi. Mungu akisema nasi kuna uamsho, lakini kuna uvivu ambao sio wa kawaida. Mahali ambapo Mungu ananena panakuwa na bubujiko la Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Sasa shida ya wengi ni kuacha vitu ambavyo wanatembea navyo, wanaviona ni vitu vya thamani sana. Kuna mtu anaona ameambatana na rafiki kwa sababu yule rafiki anasaidia, anaona ni mtu wa maana kuliko Mungu kusema naye. Haleluya. Watu wengi wapo kanisani lakini Mungu amenyamaza kimya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wengi wanafanya huduma lakini Mungu amenyamaza kimya. Na kwa sababu ya ukimya wa Mungu, roho ya mazoea imewavamia watu. Hofu ya Mungu imeondoka. Kawaida, watu wanabeba kawaida ya dunia wanaileta kanisani kwa sababu Mungu amenyamaza kimya. Lakini pia ule urejesho na ule changamoto nzito, na Mungu hataruhusu yani uwae ama ufanye nini mpaka utakapogundua akili yako ifike mwisho, uanze kujua hii kazi unayoifanya, huyu rafiki ndiye sababu ya mimi kuwa hivi kiroho. Sikuwa hivi mwanzo. Niliposhikamana na huyu, huduma imebadilika. Tangu nilipotembea na kundi hili, mambo yangu ya kiroho yamebadilika. Lakini nataka nikwambie, Mungu atakuruhusu utembee hivyo. Kuna wakati utafika, utaanza kugundua ya kwamba kuna sababu. Na mimi nataka hiyo sababu ukiijua, umruhusu Mungu azungumze na wewe tena. Haleluya. 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 Umruhusu Mungu azungumze tena. Umefiwa, umeteswa, umeumizwa, ni kwa sababu ya namna ambavyo wewe ulitembea na watu, ulifanya vitu ambavyo vilipelekea Mungu kunyamaza kwenye hiyo huduma. Laiti ungemwacha Ruthu, inawezekana uimbaji wako usingekuwa wa kawaida. Laiti ungemwacha Ruthu, inawezekana maombi yako yangekuwa yamejibiwa mpaka sasa. Inawezekana maisha yako yangekuwa yamebadilika. Inawezekana usingekuwa ni mtu wa kuombaomba. Unapogundua ya kwamba haukuwa hivyo, lazima ujitenge na vitu vyote ambavyo vimekufikisha hapo ulipofika. Haleluya. Haleluya. Nani anataka Mungu aseme naye tena? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ili Mungu aseme nawe, ili Mungu aseme na wewe kama alivyosema na Ibrahimu, jitenge na Ruthu. Ruthu wako si unamjua? Ruthu wako si unamjua? Bwana asifiwe. Hii hitaji tufunge na kuomba tumjue Ruthu wako. Ruthu wako wewe unamjua. Maisha yako tangu ulipookoka unayajua namna ambavyo umekuwa ukienenda, kwamba je, maisha yako ya kiroho wakati ule na wa sasa, je, yako sawa? Ulivyokuwa unaomba mwanzo ndio unavyoomba sasa hivi? Ulivyokuwa unatoa ndivyo unavyotoa sasa hivi? Napokizungumza kwenye eneo la kutoa ndio shida. Kwa sababu wengine wanajifariji na kutoa, lakini wanatoa vitu ambavyo ni virema. Sadaka yoyote unayoitoa nje na namna alivyokubariki Mungu, hiyo ni kilema. Na wengi wanatoa ili wawafurahishe wachungaji. Lakini ukweli ni kwamba hata maombi ya kiomba huwezi kubarikiwa. Lakini ukimwondoa Ruthu, utatoa sawa sawa na jinsi Mungu alivyokubariki. Amen.
Kuna watu mpaka fungu la 10 wanapunguza. Yaani mtu anapokea mshahara 200,000, fungu la 10 ni shilingi ngapi? Lakini mtu anakuja na shilingi 10,000 kabisa, anaweka kwenye bahasha na anaenda mbele za Mungu. Huu ni ujinga. Haleluya. Una mtu anayefanya nini? Anayekuzuia. Kamuuliza Anania na Safira, ndio alichokifanya. Yaani pesa yote hii ya kiwanja tuipeleke kama ilivyo? Ngoja tupunguze. Rutu. Ukiwa na rutu huwezi kufanya kazi ya Mungu. Ukiwa na rutu huwezi kutimiza mapenzi ya Mungu. Na Mungu amekaa pembeni, anataka asubiri wewe, kwa sababu anajua huyo rutu ni saizi yako. Mwambie jirani yako, huyo rutu unayemkumbatia ni saizi yako. Haleluya. Ili unajua kuna maadui ambao Mungu hawezi kupambana nao. Tuko pamoja? Kuna vita ambayo Mungu hawezi kuhusika juu ya maisha yako. Kuna vita iliyoko ndani ya uwezo wako, hiyo inatakiwa upambane. Mungu hapo hayupo. Mungu anakuja kushughulika na vita ambayo wewe huiwezi, lakini ile ambayo unaiweza Mungu anakuachia. Na Mungu alijua kumwondoa Rutu kwenye maisha, kwenye huduma ya Ibrahimu. Haikuwa ni kazi ya Mungu, ilikuwa ni kazi ya Ibrahimu. Na ndio maana Mungu alinyamaza. Maana uwezo wa Mungu kumwondoa Rutu ulikuwepo, lakini Mungu aliona hii ni kazi ya nani? Ya Ibrahimu. Na wewe unaye Rutu ambaye unahitaji kumwondoa wewe. Sio usubiri kwamba Mungu atamwondoa. Ukimsubiri Mungu amwondoe utachelewa. Maana Mungu yeye anapambana na wengine ambao wana nguvu zaidi ya Rutu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mungu ili anyamaze ndani yako, maana yake ni kwamba kanisa tumemkumbatia Rutu ambaye hayupo na hatakiwi kwenye ulimwengu wa roho katika kazi ya Mungu. Mtafute Rutu wako. Ukishampata, ukimwondoa, ukiingia kwenye maombi, mambo yako yatabadilika. Haleluya. Mtafute Rutu wako. Ukimpata kwenye utoaji wako utabadilika, na hautatoa huku unanung'unika, hautatoa huku unafyonza, hautatoa huku unawaza. Utakuwa umebeba sadaka ya shukurani huku moyo wako ukimtukuza Mungu. Hata kama nyumbani hamna unga, lakini unamtolea Mungu kwa kelele za shangwe, kwa sababu Rutu anaondolewa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninapotaka kumaliza, nataka niseme hivi. Tafuta chochote ambacho kimefanya wewe usikutane na Mungu, ama Mungu asizungumze na wewe, unapaswa kuachana nacho. Hata kama ni mtu wa maana, ni mtu wa muhimu, ni mtu wa namna gani, ili mradi anasababisha Mungu asizungumze na wewe tena, jali kuzungumza na Mungu kuliko huyo mtu. Maana huyu mtu atapita tu, lakini Mungu anadumu kuwa Mungu milele na milele. Haleluya. 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 Kuna watu wengi sauti za Mungu zimekoma, na mwingine anamtafuta Mungu lakini ni kwa shida. Ni kwa sababu bado kuna Rutu katika maisha yako. Lakini ukifanikiwa kumwondoa Rutu, utamwona Mungu anaanza kuja kwako. Ishara ya kuonyesha kwamba umemwondoa Rutu, maisha yako itabadilika. Haleluya. Utakwenda viwango vingine, utapata mpeo mpya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu simama juu.
Nataka kuzungumza na yule mtu ambaye anasikia kabisa ukame wa